Mtazamaji wa Jemedar TV, kama unavyoniona niko tayari katika mtaa wa Legeza Mwendo, nyumbani kwa Mama Salum, mama ambaye ana tatizo la upofu lakini ni mchapakazi sana. Ni mama ambaye anachapa kazi kiasi kwamba ni mpishi wa maandazi maarufu, na maandazi yake ukiala jamani utahisi kujing'ata, lakini ni mpishi mwenyewe, hakuna anayemsaidia. Ni maajabu alionayo, lakini tutapata fursa ya kuona vitu vingi sana anavyovifanya, historia yake na mambo mengi sana. Jina langu ni Latifa Shebai, dada mwenye mapendo yake. Kwa mtaa wa Legeza Mwendo, na tuko hapa kwa Mama Salum, mama maarufu kabisa wa shughuli mbalimbali hasa za upishi wa maandazi. Upishi wake wa maandazi ni wa ajabu sana kutokana na upofu wake wa miaka zaidi ya 10. Atakuja kuzungumzia kuhusiana na anawezaje kupika chakula kile, lakini anawezaje kuishi, na unaambiwa sasa hivi anaishi peke yake, ana watoto washinda kuisha, anafanyia na jamani, tutakuja kuona kila kitu hapa. Na niko naye hapa. Mama, shikamoo. Shule yako yako fupi na ulisoma wapi? Lakini kwanza sasa kwenye visa sisi ilikuwaje mpaka sasa? Au mimi kwa majina kwanza, mimi kwa jina naitwa Mwasiti Almasi, nikiwa Wanga pale Zanzibar kwa mchana. Mimi utatizo langu ni kuumwa, lakini nilipoanzia nilianzia nyumbani sana, niliugua sana mimi mpaka yani ngozi za mwili zinatoka. Lakini baada ya hapo nikawa nimeshughulikiwa wataalamu kwa wingi hospitali, Mungu akawa amenisaidia nikapona kwa uwezo wake Mungu. Baada ya hapo nimekaa, tumeishi na mama yangu na baba yangu, tumeishi pamoja mpaka wamenilea mimi mpaka nimekua. Baada ya kukua nikawa nimepata mchumba. Baada ya kupata mchumba nikawa nimesema kwa kweli mimi nikienda kuolewa, mimi kwa kweli sijui kama nitaweza kuishi na mume, kwa sababu mimi sioni haya na yeye huyo anayekuja ambaye nayemfuata mimi kwenda kuolewa kwake, na mimi vile vile sioni na yeye haoni. Sasa kwa kweli sijui itakuwaje. Lakini wazee wetu wakasema hapana, wewe nenda kaolewe, Mungu ndo anayejua atakavyokuweka wewe na yule mume wako. Wale ambao wazee ambao utakayowakuta kule ndo mama zako, ndo baba zako, ndo kaka zako, basi wale angalau utakaowakuta watakutunza kutokana na hali zenu wewe mke na mme. Basi nikawa kukubali maneno ya wazazi wangu, nikawa nimeolewa. Baada ya kuolewa nilivyojaliwa kufika hapa, nimekaa, nimebeba ujauzito, nimezaa watoto wangu, niko na watoto 9. Mashaallah, una watoto 9. Wote wapo? Wote wapo, namshukuru Mungu. Kwa hiyo baada ya hapo tumekwenda hivyo na mume wangu, maisha ndo kama haya tulionayo tu ya kawaida, tunamshukuru Mungu. Kwa hiyo nikawa naona maisha ya kukaa mwenyewe tu nimelea tu mikono, kwa kweli hapana. Nikawa najitahidi kuwa nakanda maandazi na napika, namshukuru Mungu. Sawa, unapikaje maandazi na unafanyaje shughuli wakati huo na hali yako kama hiyo, na tunafahamu yale ni mafuta unakuungua? Ndio, huwa nakuwa ni kwenye uangalizi sana, kwa sababu ni kitu nakuwa najua kwamba hapa kimeshachemka. Kwa hiyo kikishachemka inakuwa sio rahisi unapoweka andazi mpaka udumbukize mikono, hapana. Unakuwa unayapanga kwenye kitu fulani ambayo kama ni lile la kuopolea maandazi, unapanga pale, unadumbukiza mle kwenye mafuta. Sawa kabisa. Na mama, nataka tuzungumzie kuhusiana na changamoto gani ambayo uliwahi kukutana nayo kubwa, yani changamoto ambayo ulikutana nayo kubwa sana ambayo hautakaa usahau pia? Changamoto ambayo nilokutana nayo kubwa ni hii ambayo ya kutoona. Na katika kuhangaika tu namna unapokuwa unataka kufanya shughuli zako, unakuwa saa zingine unakuwa unajifikiria nitalianzaje hili mpaka nilifanye hivi, litaelekea kweli? Lakini Mungu anakuwa ananijalia, nikilijaribu Mungu anajalia linanisaidia.
labda lilikuumiza sana, tukio lilikuumiza sana ukasema najuta, au ukahisi kwamba ufai duniani, yani ukahisi yani ile tukio ni tukio gani liliwahi kukuumiza? Matukio yapo ndo haya tu ya duniani. Ndo kama hivyo, unapokuwa unataka labda kwenda hata kwa wenzako, labda kwenye tushughuli tu kwa wenzako, unakuwa unashindwa mpaka upate mtu wa kukushika mkono ndo ujue kwenda naye. Shughuli labda za misiba, za misiba, harusi. Kwa hiyo mpaka upate mtu wa kukushika mkono unajua kwenda na wenzako. Tuko na mama pia, huyu ni mama yake mzazi, tuende tukazungumza naye kidogo, atuambie kuhusiana na maisha yake ya historia fupi, kwa sababu ni mama anamjua zaidi. Tupo pia na mama mzazi wa mama Salum na anazungumza mengi kuhusiana naye. Mama, shikamoo, heshima yako. Marhaba. Mama, wewe ndio mama mzazi na unaweza ukatupa historia kidogo ya binti yako? Huyu mtoto wangu nilimzaa na mzalia kwetu Manyovu. Nimetoka na mtoto nkateremka nkaja mpaka hapa. Kuja hapa sasa mimi nilikuwa naenda kukaa nani hii Kapara-Msenga. Nimekaa naye huyu mtoto, mwisho mtoto akatembea, jamani, akakuwa. Si wameona wenzangu wakaniharibia mtoto wangu. Mtoto nilimteremsha yuko anaona. Kwa hiyo watu wakamharibu. Walimharibu kwa kumfanyaje? Huko nimezaa Mwarabu. Mashallah. Nimezaa Mwarabu. Gwe dada, mbona ngumezaa mtoto wa Mwarabu? Ngize nimezaa kwa vile wengine wenyewe hawamzae. Binadamu ana roho mbaya, husda. Basi asubuhi akawa huyo mama anakuja, anatoka na mimi nimeshatoka. Kuja kutoka kadambia hivi, nipe huyo mtoto na mimi nimuleye. Si ndio kumulea yule mtoto. Kumulea akawa anamgeuza, anarudisha huko. We dada, ngumezaa Mwarabu. Ngize mgabo kwenye kichwa chako kiwe kizuri, kikiwa ubaya wewe tutaumizana. Wekaye ngo siniumizi, ngo wewe gunakuwa gunazaa Mwarabu, ngo mume wako alikuwa Mwarabu. Nao ni shemegi yake, baada toka na tumbo moja na mkubwa wake amemuoa. Basi yule mtoto kawa dakaa hapo, nalea yuko macho. Ameugua mtoto na macho. Kienda mtoni kuteka maji, na yeye anasema na mimi mama nipe nani hii kasufuria. Naingia ndani nachukua nampa. Tunakwenda mtoni tunaleta maji. Sasa kwa hiyo ndugu yangu, fitina ya huyu mwanangu siweze kulijua. Toto kidogo siku hiyo akarara analia. Kuja kuamka macho hayaoni, vile vitongotongo vyeupe viko vinalindimuka tu, na pausha vinalindimuka. Isho kalea hivyo. Kwa hiyo baada ya hapo ndo mtoto akapata upofu. Ndiyo, mtoto akawa amepata upofu. Basi kashukuru Mungu. Mama mkwe wake na mama yake na mume wake
alikuwa ameolewa huko Tongwe. Ndiye akasema jamani, mimi naomba huyu mtoto twende aolewe na mtoto wangu, watamulea, watu wapo wakumlea. Tukawa tunakataa, tukasema bwana, mradi wako wanagangania, acha mtoto tumpose aende, watamtunza. Nione jamani, bali mtunza kwa kweli, nashukuru. Huko mtoto wamekwenda, Mungu anachukua umoja. Abamebakia bako wanawasaidia, wanawatunza. Basi ndio hayo mama. Sijui kusema. Sawa, asante tu, mjitahidi sana. Huyo ni mama ambaye ni mama mzazi wa Mama Salum ambaye ana ulemavu wa macho, na tumepata historia yake kifupi. Sasa natamani tuende tukaone baadhi ya shughuli anazozifanya kama kuosha vyombo au kufagia. Nadhani tuende tukaone sasa jinsi gani anaweza akafanya kazi. Tunatamani kuzungumza naye mengi kuhusiana na maisha ya Mama Salum. Habari nzuri, mambo. Wanakuita nani? Wananiita Mama Msukuoji, napatikana pande ya Legeza Mwendo hapa, ambapo ndo kwenye mtaa naoishi Mama Salum, almaarufu kwa maandazi yake matamu na mazuri. Sawa kabisa. Sasa mimi maiki usiweke mbali sana. Yeah. Tuchukue na simu hapa ili tupate na sauti. Sawa. Huyu ni Mama Msukuoji. Nataka tuzungumzie kuhusiana na wewe, ni jirani yake. Ndio. Unazungumziaje maisha ya Mama Msukuoji na upofu wake hasa kwenye upishi wa maandazi na vitu kama hivyo? Kwa kweli naweza nikasema ni maajabu. Kwa mara yangu ya kwanza kukutana na ndugu yangu hapa Mama Salum, mara kwanza nilikuwa siamini kama ni kipofu. Kwa maana kwa mambo aliyokuwa anayafanya, ni mama ambaye anaweza kuosha vyombo mwenyewe na vikatakata, anaweza kupika, anaweza kufagia uwanja, ana deki, anazunguka ni maeneo yote yanayozunguka nyumba yake. Na kwa upishi wa maandazi, yani anakanda hatua kuanzia hatua ya kwanza hadi hatua ya mwisho ya maandazi yake. Yani kwa kweli toka mimi nimemfahamu, yani nimeona ni maajabu, yani haya ni maajabu ya Mwenyezi Mungu. Yani kwa sababu vitu anavyovifanya, kuna watu wengine wenye changamoto kama ya kwake,
yani huwezi kukutana nao, wanaweza kufanya wengi wanakuwa ni omba. Na nilitamani kuniuliza kwako, unampa kijisenti fulani, sio kwamba ni kinyonge, hapana, ni kwa sababu ana kazi hiyo, ndo kazi yake Mungu kamjalia, na hiyo ndo kama vile yani ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani hiyo ndo kazi yake. Mume wake ni ana shida hiyo. Ndio. Unawazungumziaje wote kwa pamoja? Yani kwa kweli, yani Mama Salumu ana changamoto ya upofu, mume wake pia ana changamoto ya upofu, lakini huyu yeye yani kwa kweli nasema mama ni mwanamke alafu ni mpofu, lakini yeye anamuongoza mume wake kutoka ndani mpaka chooni na bila tatizo lolote, na anamshughulikia kwa sababu mume wake ana uwezo kama alionao yeye. Yani yeye uwezo wake ni mkubwa zaidi. Kwa ana uwezo wa kumtoa mume wake ndani na kumpeleka. Yani anamshughulikia, anamfulia, anamwekea nguo zake safi, kanzu zake zinakuwa safi. Yani ni mama ambaye kwa kweli nadhani mtajionea mengi kupitia huyu mwanamke. Yani kama kuna mtu yani mimi naomba tu tumsupport. Anaitwa Mama Msupoji, amezungumza mengi kuhusiana na Mama Salum, na jamani hatujapata fursa ya kuonana na mume wake, lakini insha Allah siku nyingine kutokana na muda tutakuja kuonana naye, tujue kuhusiana na mume wake kwanza. Pia kama ni ana shida hiyo pia tuzungumze mengi kuhusu wao. Tujabatika kumuona mume wake, lakini insha Allah siku nyingine tutakuja kutembelea sababu ya muda, kuja kumuona mume wake ili tujue mengi zaidi kuhusiana naye, kwa sababu pia naye ana tatizo la uko. Yoyote ambaye ameguswa na Mama Salum na anahitaji kumsaidia chochote, anaweza akawasiliana naye moja kwa moja kupitia 06 57 21 09 94. Hiyo ni namba ambayo unaweza kuwasiliana naye, ni 06 57 21 09 94. Au unaweza kufika maeneo ya Legeza Mwendo karibia na Legeza Mwendo Guest, hapa anapatikana. Karibuni sana kwa kumchangia chochote mama yetu huyu. Asante. Jina langu ni Latifa Shaban, dada mwenye maupendo yake mjini. Usisahau tu kusubscribe, kushare video na kulike katika Jemedari TV. Jemedari TV online.